prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Okay, welcome back, brothers and sisters. Karibuni tena mandugu na madada. Let us begin with a word of prayer. Amen. Amen. Okay. So we've been looking at the type, right? Kwa hivyo tumekuwa tukiangalia hii mfano. When we get to the end of the type, 5 are fallen. Na tukifika mwisho wa mfano tunaona kwamba 5 zimeanguka. And it's pointed forward to the antitype. Na inaonyesha pali mfano utatimia when this threefold union is going to come together, right? Wakati ambao huu muungano utatu zitakuja pamoja. Okay, but what we want to do is we want to fill in this segment here to show us how we get here, right? Lakini sasa tunataka kujaza hii sehemu ili tuonyeshe tutakavyofika pahali hapo. Just to confirm that thought that it's the Sunday. Ili tudhibitishe hilo wazo kwamba hiyo ni sheria ya Jumapili. Go to Isaiah 23. Twende Isaiah 23 and verses 15 to 17. Na kuanzia mstari wa 15 hadi 17 inasema, basi itakuwa katika siku ile, Tiro utashauriwa miaka 70 kadiri ya zile siku za wafalme mmoja, hata mwisho wa miaka 70 Tiro utakuwa kama vile ulivyo wimbo wa kahaba. Twaa kinubi, tembea mjini, ewe kahaba uliyesauliwa. Piga vizuri, imba nyimbo nyingi, upate kukumbukwa tena. Hata itakuwa mwisho wa miaka 70, Bwana ataizuru nchi ya Tiro, naye atarudi apate ujira wake. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Okay. So, it's a prophecy against Tyre. Ni ile unabii kuhusu Tyre. Okay, and it says that Tyre is going to be forgotten for a period of 70 years. Ninasema kwamba Tiro itasauliwa kwa miaka 70. Okay, now, so before we try to understand this, we have to understand who Tyre represents. Kabla tujaelewa hiyo, lazima tuelewe Tiro inaashiria nani ama nini. Okay, now we go to Ezekiel chapter 27. Twende kitabu cha Ezekiel mlango wa 27. Right, and we'll see that this is a prophecy against Tyre. Na tutaona inaongelea kuhusu Tiro. Right? Really? Now, so if we just read verses 1 to 3. Tusome kuanzia aya ya kwanza hadi ya 3 inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu mfanyie Tiro maombolezo. Umwambie Tiro, ewe ukae penye maingilio ya bahari, uliye mchuuzi wa watu wa kabila nyingi, mpaka visiwa vingi. Bwana Mungu asema hivi, wewe Tiro umesema, mimi ni ukamilifu wa uzuri. So, what does Tyre say about herself? So, kwa hivyo Tiro anasema nini kujihusu yeye mwenyewe? That she's of perfect beauty, right? Yeye ni ukamilifu wa uzuri. Okay, now let's turn the page. It says, and it's talking about her, and let's go to verse 12.
Kuanzia mstari wa 12 unasema Tashishi One second. We're going to start in verse 12, right? But what I want us to understand when we go through this kile ambacho nataka tuelewe tutakapokuwa tukisoma hiyo is right in these verses it talks about all these merchants, right? And the merchants are likened unto ships. Katika hizo fungu inaongelea kuhusu wale wachuuzi na wachuuzi wamelinganishwa na meli. Now ships in the Bible are likened unto what? What do they represent? Na meli katika Biblia ni ishara ya nini? Ships. Meli ni ishara ya It's the economy, right? It's the merchandise of the earth, right? Ni ishara ya uchumi, ni ishara ya biashara, kufanya biashara. And what I want you to see, there is different groups of merchants all grouped together here throughout this passage. Na kile kitu nataka muone ni kwamba kuna vikundi ya wachuuzi ambao wamekusanyikwa hapo pamoja katika zile fungu. And there's 10 different groups. Na hizi vikundi za wachuuzi ni 10. And all these merchants are the merchants of Tyre. Na hao wachuuzi wote ni wachuuzi wa Tiro. Right? Really? So merchandise is civil or state, civil or church. Na wachuuzi ni ishara ya serikali ama ya kanisa. Uchumi ni ishara ya serikali ama kanisa. So just by understanding the pattern, right, you can understand that Tyre is this woman that rules over these 10 merchants, right? Basi ukielewa tu hiyo mpangilio utaelewa kwamba Tiro ni mwanamke ambaye anatawala hawa wachuuzi. So let's go to verse 12. Twende sasa mstari wa 12. It says, Tarshish was thy merchant. Inasema Tashishi alikuwa mfanyabiashara kwako. So who's the number one merchant? Kwa hivyo ule mchuuzi wa kwanza ni nani? Tarshish. Right? You can there's something about the ships at Tarshish. Right? Kuna kitu ambalo kuhusu ambalo hii meli ya Tarshish. Okay, we understand ships at Tarshish represents the United States. Kwa sababu meli ya Tarshish inaashiria Amerika. It's the head merchant of them all, right? Hiyo ndio mchuuzi mkuu wa wachuuzi wengine. To go to verse 13. Twende mstari wa 13. It says Javan, Tubal and Meshech, they were thy merchants. Nasema Uyunani na Tubali na Mesheki ndio waliokuwa wachuuzi kwako. So 2 times, right? Verse 15. Mstari wa 15. The men of Dedan were thy merchants. Wadedani walikuwa wachuuzi wako. 3 times. Hiyo ni ya 3. Verse 16. Kwa mstari wa 16. Syria was thy merchant. Shamu alikuwa mfanya biashara wako. Okay, 4 times. Hiyo ni wa 4. Verse 17. Wa 17. Judah and the land of Israel, they were thy merchants. Yuda na nchi ya Israeli walikuwa wachuuzi wako. 5 times. Hiyo ni ya 5. Verse 18. Mstari wa 18. Damascus was thy merchant. Dameski alikuwa mfanyabiashara kwako. 6 times. Ya 6. Go down to verse 20. Kienda mstari wa 20. Dedan was thy merchant. Dedani alikuwa mchuuzi wako. 7 times. Ni ya 7. Verse 21. Mstari wa 21. Arabia and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs and in rams and goats. In these were they thy merchants. Arabuni na wakuu wote wa Kedari ndio waliokuwa wafanyabiashara na mkono wako kwa wanakondoo na kondoo wa mbuzi, hao walifanya biashara nawe. 8 times. Hiyo ni ya 8. Verse 22. Enda 22. The merchants of Sheba and Ramah, they were thy merchants. Wachuuzi wa Sheba na Rama ndio waliokuwa wachuuzi wako. 9 times. Hiyo ni ya 9. Verse 23. Kwa 23. Haran and Cana and Eden, the merchants of Sheba, Ashur and Kilmad were thy merchants. 10 times. Harani na Kane na Adini wachuuzi wa Shiba na Ashuru na Kilmadi walikuwa wachuuzi wako. Hiyo ni ya 10. And then in verse 24 it talks about them all and it says these were thy merchants. Alafu right? mstari wa 24 inaongelea kuhusu wote kijumla na inasema hao ndio waliokuwa wachuuzi wako. Okay, but look what happens to her here in verse 26. Lakini sasa tuangalie kile kinachomtendekea pale mstari wa 26. Wavuta makasia wako walikuleta katika maji makuu, upepo wa mashariki umekuvunja moyoni mwa bahari. So the east wind
breaks her, right? Sasa ile upepo wa mashariki unakuja unamvunja. Where is she sitting? Amekalia nini? Amekalia wapi? In the midst of the seas, right? Amekalia bahari. Who sits in the midst of the seas? Nani ambaye amekalia bahari? The woman, right? Ule mwanamke The kahaba. waters upon which the woman sitteth, right? Ile maji ambayo yule kahaba amekalia. Now let's look what happens. Tuone sasa nini kitachotendeka. Let's read verse 27 to 36. Sasa tusome kuanzia mstari wa 27 hadi 36. Inasema, mali zako na bidhaa yako na utajiri wako, wanamaji wako na rubani zako na wenye kutia kalafati wako na wafanyabiashara wako na watu wako wa vita wote walio ndani yako pamoja na jeshi lako lote lililo ndani yako wataanguka katika moyo wa bahari katika siku ya kuangamia kwako. Kwa sauti ya vilio vya rubani zako viunga vyako vitatetema, na wote wavutao kasia, wanamaji na rubani zote wa baharini watashuka katika marekebu zao na kusimama katika nchi kavu. Nao watasikizisha watu sauti zao juu yako, nao watalia kwa uchungu na kutupa mavumbi juu ya vichwa vyao na kugaagaa katika majivu. Nao watajifanya kuwa na upaa kwa ajili yako na kujifunga nguo za magunia kiunoni. Nao watakulilia kwa uchungu wa roho, kwa maombolezo ya uchungu, na katika kulia kwao watakufanyia maombolezo na kukuombolezea wakisema, ni nani aliye kama Tiro, kama yeye aliyenyamazishwa katika ya bahari? Bidhaa zako zilipotoka katika bahari, uliwajaza watu wa kabila nyingi, uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wako. Wakati ulipovunjwa na bahari katika vilindi vya maji, bidhaa zako na jeshi zako yote walianguka katika kati yako. Wote wakaao katika visiwa vile watakustaajabia, na wafalme wao wameogopa sana, wamefadhaika nyuso zao. Wafanya biashara kati ya wakabila za watu wa kuzomea, umekuwa kitu cha kutisha, wala hakutakuwepo tena milele. So, what are they doing? Kwa hivyo wanafanya nini hapo? They're weeping, they're wailing and mourning, right? Wanalia, wanaomboleza na wanahuzunika. They say, what city is like unto Tyrus, right? Wanasema ni mji gani kama Tiro? Okay? And they're weeping and wailing and mourning because she's been destroyed, Na right? wanalia, wanahuzunika, wanaomboleza kwa sababu Tiro ameharibiwa. Okay, Amevunjwa. go to Revelation 18. Sasa twende Ufunuo 18. Okay. Go, let's read verse 4. Sorry, not 4, sorry. No. Let's read verse 7. Tusome mstari wa 7. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya na anasa, mpeni maumivu ya huzuni kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. What does she say about herself? Anasema nini kujihusu? I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Amekaa kama malkia, hata yeye si mjane na hataona huzuni. But verse 8 says, therefore her plagues shall come in one day. Lakini mstari wa 8 inasema pigo zake zitakuja na siku moja. So who came with the plagues to John? Nani alikuja na zile pigo kwa Yohana? The angel, right? He was showing her the judgment that was going to come upon her. Yule malaika alikuja kuonyesha hukumu ambalo litakujia yule kahaba. So here you see the judgment is the 7 last plagues, Kwa hivyo right? hapa tunaona ile hukumu ni zile pigo 7. So let's read now Wasome sasa
verses 9 to 11. Tusome mstari wa 9 hadi 11. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea waonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yao imekuja. Nao wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Now let's read verses 15 to 21. Aya, sasa tusome 15 hadi 21. Na wafanyabiashara ya vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu na maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule mkuu, uliovikwa kitana nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa, na kila mnahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia na wote watendao kazi baharini wakasimama mbali. Who's Tyre? Tiro ni nani? The papacy, right? Papa. You see the exact same things we just read here as we read in Ezekiel 27, right? Tunaona mambo tu yale yale ambayo tulisoma Ezekiel 27 hapa Ufunuo 18. So all the merchants of the earth are all weeping and wailing, and they say, who is like this great city Babylon? Right? Wachuzi wa dunia wanalia na kuomboleza na wanauliza, ni nani kama Babeli? Ni nani kama mji wa Babeli? So the Bible explains to us that Tyrus in this representation is a symbol of the papacy, right? Kwa hivyo tunagundua kwamba Tiro ni ishara ya upapa. Now, let's see what Sister White says. Tuone dada White anasema nini? Right? This quote here begins with the mystery of iniquity. Hiyo nukuu ambayo inaanza na hiyo. It says, the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Where do we take that from? Kwa hivyo hiyo tunatoa wapi? 2 Thessalonians. What's it speaking about? Tunatoa kutoka Thessalonika 2. Inaongelea kuhusu nini? The papacy, Kuhusu right? papa. This is the man of sin being revealed, right? Hii ni ule mtu wa kuasi ambaye anafunuliwa. So she takes 2 Thessalonians and look what she adds it on Kwa hivyo to. anachukua Thessalonika ile ya pili na anaongezea jambo fulani. Son of man, say unto the prince of Tyrus, thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas. Yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. Who sits in the seat of God saying that he's God? Ni nani ambaye amekalia kiti ya Mungu na anasema yeye ni Mungu? The Pope, right? Papa. Just go to 2 Thessalonians, right? Twende Thessalonika 2. See the exact same thing there. Tuone hiyo jambo hilo hapo. Okay, so let's go back to verse 3. Twende mstari wa 3, nasoma. So let's read verses 3 and then verse 4. Tusome mstari wa 3 na wa 4. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akufunuliwe yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. So in verse 4, what does he do? Kwa hivyo mstari wa 4 anafanya nini? Yeah, but how does he do it? How does he exalt himself? Anajiinua aje? Sitting in the temple of God, claiming himself to be God, right? Amekalia ile kiti ya Mungu kujiita yeye ni Mungu. The Pope claims to be God on earth, right? Papa Papa anajidai kuwa yeye ni Mungu duniani. Or God's representative on earth. Ama yeye ndiye anamsimamia Mungu. So you see that Tyre has the exact same spirit, right? Kwa hivyo tunaona Tiro uko na roho ile ile.
Just let's go down to the next paragraph. Twende sasa pale hiyo nukuu inayofuata. The time is fast approaching, right? It says, the time is fast approaching when this scripture will be fulfilled. Speaking about Ezekiel, speaking about Ezekiel 27, which we were just, and 28, which we were just reading, right? Kwa hivyo inasema wakati umetimia ambao, wakati umekuja ambao hilo ambalo tumeona pale Ezekiel 27 itatimia. The time is fast approaching when this scripture will be fulfilled. The world and the professedly Protestant churches are in this our day taking sides with the man of sin. Now, I know that we have some people that have just been formerly Sunday keepers here, right? Najua miongoni mwetu tuko na watu ambao juzi tu walikuwa wanaabudu siku ya Jumapili. A couple of years ago, we had the 500th anniversary of Luther's. His end of the protest. Yeah, the end of the Protestant Reformation, right? Kwa hivyo tuko na juzi ama miaka iliyopita tulikuwa na ile kukumbuka kwa mwisho ama kwa kuanza kwa Protestant ama kuanza kwa mwisho wa Protestanti ambayo ilikuwa kwa miaka 500. All the Protestant churches came together and said the protest is over. Na makanisa zote za Kiprotestanti walikuja pamoja na wakasema ati hiyo kupinga ama hiyo kuprotest sasa imeisha. Now you can go back in the history of your former churches and look, and back in history they all believed that the Pope was the Antichrist of Bible prophecy. Unaweza rudi kwa historia ya makanisa hizo za Kiprotestanti na utagundua kwamba wote kanisa hizo za Kiprotestanti walijua kwamba Papa ndiye yule mpinga Kristo. So, when it says in Isaiah 23, when Tyre will be forgotten for 70 years, what does it mean? Kwa hivyo pale Isaiah 23 ikisema Tiro atasaulika kwa miaka 70 inamaanisha nini? What are they doing? Wanafanya nini? They're forgetting her. Wanamsahau. Right? Kweli? They're all forgetting what she did from 538 to 1798. Wanasahau kile ambacho alifanya kuanzia ule mwaka wa 538 hadi 1798. Sister White says we've nothing to fear for the future lest we forget our past history and God's dealing with us in our past. Right? Dada White anasema hatuna jambo la kuogopa kwa za siku za usoni ila tu tutakaposahau yaliyopita. Okay. And just a highlighted line there, it says, the great issue that is coming will be on the 7th day Sabbath. Kwa hivyo inasema ile jambo linalokuja ama jambo linalokuja la kuu ni ile jambo la Sabato ama. So go back to Isaiah 23. Turudi sasa Isaiah 23. So Tyre, kwa hivyo Tiro is typifying the papacy when she gets forgotten, right? Anaashiria upapa wakati ambao amesaulika. So in 1798 she gets a deadly wound, right? Kwa hivyo ule mwaka wa 1798 upapa anapata ile kidonda kuu. And obviously these 70 years are not real, it's a symbol, right? Na hii miaka 70 si ya kiasili, ni ishara. She's going to be forgotten for 70 years, right? Atasaulika kwa miaka 70 papa. For the days of what? Na hii miaka 70 ni siku za mfalme mmoja. So 5 are fallen. Kwa hivyo 5 zimeanguka. One is moja yupo. What's the one king? Huyo mmoja yupo, huyo ufalme ni gani? The United States, right? Ufalme wa Amerika. Because what happens to the United States right here? Kwa sababu nini kinatendekea ufalme wa Amerika hapa? What happens? Nini inafanyikia? It's going to fall. Hapo Amerika inaanguka, kiroho inaanguka. Babylon is fallen. Is fallen. Na huyo ndio Babeli umeanguka. Right? Kweli? It's important that we can understand these things. Muhimu tuelewe hivyo. So let's look at this next quote. Tuangalie sasa hiyo nukuu inayofuata. Because this history here
is prefigured by Millerite history, Kwa right? sababu hiyo historia hapo tayari ilikuwa imeashiriwa na ile historia ya wanamila. And Millerite's history was the history of the first and second angels, Na right? ile historia ya wanamila ilikuwa ni historia ya ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Right? Kweli? But let's read. Did Babylon really fall back then? Lakini tusome. Babeli ulikuwa umeanguka kweli wakati huo? No, let's read. Tusome. The second angel's message of Revelation 14 was first preached in the summer of 1844. It then had a more direct application to the churches of the United States, where the warning of the judgment had been most widely proclaimed and most generally rejected, and where the declension in the churches had been most rapid. But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. The churches then experienced a moral fall in consequence to the refusal of the light of the Advent message. But that fall was not complete. As they have continued to reject the special truths for this time, they have fallen lower and lower. Not yet, however, can it be said that Babylon has fallen, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. She has not yet made all nations do this. So what must she do for order for Babylon to fall? Kwa hivyo nini papa lazima afanye ili isemekane? Ni nini kanisa lazima ifanye ili isemekane Babeli imeanguka? She must make them drink of her wine. Lazima afanye mataifa yote ikunywe ile mvinyo. The spirit of world conforming and indifference to the testing truths for our time exists and has been gaining ground in the churches of the Protestant faith in all the countries of Christendom. And these churches are included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. But the work of apostasy has not yet reached its culmination. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness, and they that receive not the love of the truth, that they might be saved, will be left to receive strong delusion, that they should believe a lie. Not until this condition shall be reached, and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom, will the fall of Babylon be complete. The change is a progressive one, and the perfect fulfillment of Revelation 14:8 is yet future. So, Babylon falling is progressive, right? Kwa hivyo kuanguka kwa Babeli ni jambo linalofanyika inakuja kihatua. It begins with the spiritual fall, right? Inaanza na kuanguka kiroho, And then it leads to a literal fall. alafu inaelekeza hadi mahali itaanguka sasa kiasili. You can't have the literal fall until you have received the last warning message, right? Haiwezi anguka kiasili ama vikamilifu hadi wakati inapokea onyo la mwisho. The Lord will never punish without a warning. Mungu hawezi kuadhibu bila kuonya. Okay? Kweli? So, the end demonstrates the beginning, right? Mwanzo inaashiria mwisho. What's at the end of the 1260? Nini mwisho pale wa 1260, mwaka wa 1260? The time of the end. Ni wakati ule wa mwisho. But the Sunday law is the time of the end, right? Lakini sheria ya Jumapili ndio wakati wa mwisho. Right? Kweli? Why is that? Kwa nini hivyo? That's important, right? Hiyo ni muhimu. Okay, when you bring all the lines together, the time of the end, right? Wakati unaleta malaini zote pamoja, Do we see the literal fall of Babylon at the time of the end? tunaona kuanguka wa kiasili wa Babeli pale wakati wa mwisho. Yes, we do. 1798. No. I'm asking, do we see the literal fall of Babylon at the time of the end? Tunaona kuanguka wa kiasili wa Babeli pale mwaka wa mwisho. You missed my first part. Bring all the lines together. Leta laini zote pamoja. So think of all the lines.
do we see the literal fall of Babylon at the time of the end? Tunaona wakati kuanguka wa kiasili wa Babeli pale wakati wa mwisho. Ndio. Right there. Ndio wakati huu. Right? Kweli? It's the end of the 70 years, right? Hapa ndio mwisho wa miaka 70. Right? Kweli? Already lots of things you can think of about that, right? But I'm going to show you something now that you might not have considered, right? Mambo mingi tunaweza wajua kulikana hapo na anataka kutuonyesha jambo lingine labda ambalo hatujaona. But when you come to 1798, it's talking about a spiritual fall, Lakini right? sasa ukifika pale 1798 ni kuanguka wa Babeli kiroho. Okay, and I'm not talking, okay, so 1790, let's look at 1790. Haya, sasa 1798 tuangalia 1798. And I was speaking to some people about this yesterday, I think. Na tulikuwa tunajadiliana kuhusu hii hapo juzi. So, there is a principle, right? Kuna kanuni That when you come to Wemark, right? kwamba unapofika katika hatua 1798. This is the end of this is the end of this time, and this is the beginning. Mwaka wa 1798 unaonyesha mwisho wa hatua, unaonyesha mwisho wa wakati na pia inaonyesha mwanzo wa jambo fulani. What's ending here? Nini inaishia hapo? The what? The 1260, right? Ile mwaka 1260, miaka 1260 inaishia hapo. So where would we put this on our line? Kwa hivyo tunaweza weka hii hapa, tunaweza iweka wapi katika laini? Don't say the time of the end, because the time of the end is at the beginning and the end. Usiseme wakati wa mwisho kwa sababu tunaona wakati wa mwisho pale mwanzo na hata tuliona tena mwisho. What's it illustrating, the end of this? Hii inaonyesha nini? Mwisho wa hii inaonyesha nini? Who came to John? Nani alikujia Yohana? With what? Ni ule malaika wa pigo, zile So pigo. where do we put it on our line? Kwa hivyo sasa utaweka wapi hapo? Utaiweka wapi hapo hiyo 1798? Where's the 1260 end on our line? Ni wapi 1260 inaishia kwa katika laini yetu? Here, right? Pale final. So, let's do this end, right? Anaonyesha hivyo sasa. Pale nafikia ni mwisho. But when you come to this side of 1798, what was happening? Lakini ukikuja huu upande wa 1798 nini inafanyika? Daniel 11:40, right? Ni sasa kutimizwa kwa ile wa Daniel 11:40. The king of the south comes against the king of the north. King of the north retaliates, right? Yule mfalme wa kusini anakuja kumpinga mfalme wa kaskazini na mfalme wa kaskazini analipiza. Right? Sawa. They're both pointing to the Sunday law, right? Zote zinaashiria sheria ya Jumapili. Right? Kweli. So where do we have to put it? Kwa hivyo tutaiweka wapi? At the beginning. Tutaiweka pale mwanzo. So I can do this, right? Kwa hivyo anaweza fanya hivi. Right? Hii hapa inaonyesha mwanzo. Why is that important? Kwa nini hiyo ni muhimu? It's very important. Ni Because you muhimu get sana. very confused if you don't understand Kwa it. sababu utachanganyikiwa kama hujaelewa hiyo. Okay, let's go to Revelation 13. Twende sasa Ufunuo 13. In Revelation 13, and go to verse verse 3. Twende sasa Ufunuo 13 mstari wa 3 nasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. What's that? Hiyo ni nini? What is it? It's the deadly wound, right? Ni kile kidonda. Where do we put it? Tunaiweka wapi kwa laini?
Come on, that's not a good answer, right? Hiyo si Which jibu- hiyo si 1798? jibu ambalo anataka. Ni 1798 gani pale? Where do we put it? Tunaiweka wapi? Okay, at the end, Kwa right? hivyo ni ile ya mwisho, pale ya mwisho, final review. So Revelation 13 is teaching you one aspect of that history, right? Kwa hivyo Ufunuo 13 inakufunza tu kipande kimoja ya hiyo historia, And Daniel 11:40 is teaching you another aspect. na Danieli 11:40 inakufundisha kipande kingine cha hiyo historia. There's no deadly wound in Daniel 11:40. Hakuna kidonda cha mauti pale Danieli 11. Right. 40. Kweli? If you put a deadly wound in Daniel 11:40, you're saying that the papacy at the Sunday law gets a deadly wound as soon as he rises up. Kwa hivyo ukiweka ile kidonda cha mauti pale Daniel 11:40 ni kana kwamba unasema upapa anapata kidonda pale pale ambapo anapochipuka. Right? Kweli? Hence, Hey. why you have the time at the end, at the beginning of the 1260. Kwa hivyo ndio maana uko na wakati wa mwisho pale mwanzo wa hii mwaka 1260. Because this is dealing with Daniel 11:40, this is dealing with Revelation 13 verse 3. Kwa sababu hapa hasa ni Daniel 11:40 na pale hasa ni Revelation ni ufunuo ule wa 13. Okay? Sawa? Literal fall of Babylon, spiritual fall of Babylon. Kuanguka kwa Babeli kiasili, kuanguka kwa Babeli kiroho. Right? Sawa? Now let's go back to this. Next quote, sorry. Sasa nukuu inayofuata. It says, John writes, I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and sea and the fountains of waters. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. How does she fall? Anaanguka aje? Because she makes all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Kwa sababu anafanya mataifa yote yakunywe ile mvinyo wa usherati wake. How is this done? Hii inafanyika aje? By forcing men to accept a spurious Sabbath. Inafanyika kwa kulazimisha watu wakubali ile sabato bandia. Where did they do that? Wanafanya hivyo wapi? Right here, right? Pale katika sheria ya The Jumapili. beginning, right? Pale mwanzo, hapa mwanzo. Right? Kweli? So Babylon falls when they force you to worship the false Sabbath. Kwa hivyo Babeli unaanguka wakati ambapo watakulazimisha kukubali ile sabato bandia. So what should immediately happen? Kwa hivyo nini inatendeka hapo? 7 last plagues should fall out on her, right? Pigo zile 7 zinakuja. But the Lord never punishes without a warning. Right? Lakini Mungu hata adhibu bila kuonya. So he allows them time to fill up their cup of their iniquity. Kwa hivyo anapatia muda ili wajaze kikombe yao ya dhambi. So when we read in Revelation 18, when Babylon gets punished, Kwa hivyo tulisoma pale Ufunuo 18 wakati Babeli unapoadhibiwa, it says the angel took up a stone and threw it at her, right? inasema malaika alichukua jiwe kubwa akarusha pale ndani. It's this stone, right? Ni sawa na hili jiwe hivi. It's gonna smash her, right? Hiyo ndio itaharibu Babeli. What's the stone? Hiyo jiwe ni nini? It's what? That's an Adventist and that's wrong, right? Hiyo ni kuelewa ya Kiadventista ambayo si kweli. What is it? Well, it is part of the plagues, but Ni pigo sawa lakini okay, we don't understand that topic, I see, right? Maybe we have time. Right? It's basically, you can show that it's God's people. unaweza onyesha kwamba hili jiwe linaashiria watu wa Mungu. They are the weapon that Christ is going to use, right? Hao ndio silaha ambayo Mungu atatumia. What is Christ's weapon? Na silaha ya Mungu ni nini?
The sword, right? ni Biblia, Which is the Word of God. ni kisu. You can Upanga. show that it's the truth. Unaweza that's onyesha bringing kwamba Bible. ni ukweli. Ukweli ni upanga. Right? You're actually blaspheming God when you say that He's the stone that's punishing this. Actually blaspheming His name. Kwa hivyo unakufuru Mungu wakati unaposema kwamba yeye Yeah, sure. You're saying evil things about God when you say that Christ represents this stone. Kwa hivyo unasema mambo mabaya kuhusu Mungu wakati unaposema hili jiwe linaashiria Kristo. In the sense, right, that Christ is the one physically smashing Babylon. Kwa kumaanisha kwamba ati Yesu ndiye mwenye anakuja kuharibu Babeli. Right? And I'll show you why. We'll come to that point. Nitaonyesha kwa nini, tutakuja katika hilo. Okay, so now go back to Isaiah 23. Twende sasa Isaiah 23, Isaiah 23. Now just let's read through it nice and slowly and we'll see how it all fits in there very nicely. Tusome kwa umakini na tutaona vile ambavyo inaambatana na ile ambacho tumekuwa tukisema. So first thing is in verse 15, mstari wa 15, Tyre gets forgotten for 70 years according to the days of one king. Tiro utasauliwa miaka 70 kadiri ya siku za mfalme mmoja. So right here she gets forgotten for 70 years for the days of the United States. Kwa hivyo kuanzia hapa anasaulika kwa miaka 70 na hizo miaka 70 ni siku za ufalme wa Amerika. And we see the United States, okay, falls right here when it makes a Sunday law spiritual. Na tunaona ni kweli kwamba Amerika inaanguka hapa katika sheria ya Jumapili wakati inaweka hiyo sheria ya Jumapili. Okay? Kweli? Sawa. So let's look at Tyre. It says, and after the end of 70 years shall Tyre sing as a harlot. Na baada ya zile siku 70, Tiro, miaka 70 samani, Tiro ataimba tena kama kahaba. Ataimba tena kama kahaba. So what is Tyre? Kwa hivyo Tyre ni nani? She's a harlot, Yeye right? ni kahaba. Go down to verse 17. Twende mstari wa 17. Hata itakuwa mwisho wa miaka 70, Bwana ataizuru nchi ya Tiro, naye atarudi apate ujira wake, atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. She's going to do what? Atafanya nini? Commit fornication with all the kingdoms of the world, right? Atafanya usherati na ufalme zote wa dunia. So when does Babylon fall? Babeli unaanguka wakati gani? When she commits fornication with all the kingdoms of the world. Wakati anapofanya usherati na wafalme wote wa dunia. So it says Babylon is fallen because she hath made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Nasema Babeli umeanguka kwa sababu anafanya usherati na kuwapatia mvinyo wafalme wote wa dunia. So the evidence is very conclusive. It's right here where the sixth kingdom comes to an end and the threefold union now comes together. Kwa hivyo dhibitisho ni sawa kwamba hapa Amerika The threefold union. hapa muungano wa utatu inakuja pamoja. Right. Because we read that the 10 kings, they're going to give their kingdom to the papacy for 1 hour. Sababu tulisoma wale wafalme wa 10 watapatia huo ufalme wao, watapatia upapa ufalme wao kwa muda wa saa moja. So go to Revelation 13. Twende sasa Ufunuo 13. Let's look at what it says when the United States speaks as a dragon. Tuone inasema nini wakati Amerika itaanza kuongea kama joka. Okay, so let's read verse 11 and 12. Tusome mstari wa 11 hadi 12 inasema,
Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na watu na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Okay, so what does it say that the deadly wound is? Unasema hapo lile jeraha la mauti ni nini? What does it say about the deadly wound there? Nasema nini kuhusu jeraha la mauti? It's healed. Nasema lilipona. So when the United States speaks as a dragon, the deadly wound is healed. Kwa hivyo wakati Amerika itaanza kuongea kama joka, hapo lile jeraha la mauti limepona. So if the deadly wound is healed, it has to be look like what it did back in history, right? Kwa hivyo jeraha ikipona, sasa upapa itakuwa kama tu ilivyokuwa katika historia. John saw what? Yohana aliona nini? A woman Aliona mwanamke sitting upon the kings of the earth, right? amekalia wafalme wa dunia. It's the threefold union, the dragon, the beast and the false Ile prophet. muungano wa utatu, joka, mnyama na wanabii wa uongo. Right? Kweli? Okay, so Haya. just follow through a logical conclusion. The Bible explains itself. Biblia inajieleza. Okay, so we know that it speaks as a dragon is going to persecute, right? Tunajua wakati itaanza kuongea kama joka ni wakati inapoanza kutesa. So the time at the end, right, Kwa sasa pale wakati ule wa mwisho was Moses' birth, ilikuwa ni wakati wa Musa kuzaliwa. right? Kweli? Okay. What happened at Moses' birth? Na wakati Musa alipozaliwa nini kilitendeka? There was a death decree, Kulikuwa right? ni ile amri ya kifo. Okay, go to Genesis 15. Twende sasa Mwanzo 15. It's back to this promise given to Abraham. Inaturudisha kwa ile ahadi ambayo Ibrahimu alipatiwa. And let's read verse 15 and 16. Tusome mstari wa 15 na 16 inasema, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. When's he going to bring you out? Kwa hivyo atakutoa lini ama atatoa watu wake lini? Fourth generation, right? Wakati wa kizazi cha 4. Now, Sister White has a quote says, as the children of Israel were called out of Egypt, so the message at the end of the world is coming to Babylon. Na dada yetu anasema kama tu Wanaisraeli walivyotoka Misri, ndivyo hivyo watu wa Mungu watatoka Babeli. So, Moses, right? Moses first goes to Pharaoh right here, right? Kwa hivyo Musa anaenda kwa Firauni mara ya kwanza pale. If you were to line upon line with the line of Moses, it would be this way, right? Ukiweka mstari juu ya mstari na ile mstari wa Musa, hiyo pale sheria Jumapili imelingana na mahali Musa alienda kwa Firauni mara ya And kwanza. he stands before Pharaoh and says, let my people go. Na anasimama mbele ya Firauni anasema achilia watu wangu. And what was the controversy right there? Na jambo kuu ilikuwa nini wakati huo? The Sabbath, Ilikuwa right? jambo la Sabato. Okay? Sawa. So, but let's go to Exodus chapter 6. Twende sasa Kutoka mlango wa 6. And let's read verses. Well, we'll just go through it very slowly. We're going to go through verses 14 to 20. Tutasoma kuanzia mstari wa 14 hadi 20. Nasema, So let's read verse 14 first. tusome kwanza mstari wa 14 ambayo inasema, hawa ndio vichwa vya nyumba za baba zao, wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli ni Hanoki na Palu na Hezroni na Kami. Hao ni jamaa za Rubeni. So this is a chronology of the 12 sons that went down into Egypt. Kwa hivyo hii ni ile kronolojia ya wana wa Israeli wa 12 ambao walienda Misri. Right? It's showing their lineage, right? Inaonyesha kizazi chao. But go to verse 16, Twende sasa mstari wa 16. because it's going to talk about Levi. Na itaongelea kuhusu Walawi.
Na haya ndiyo majiwa ya wana wa Lawi sawasawa na vizazi vyao, Gashoni na Kohathi na Merari, na miaka ya maisha yake Lawi ilikuwa ni miaka 137. So Levi, Lawi, it was through this lineage that Moses came. Musa alitokea katika kizazi cha Lawi. Right? And in that same verse, one of his sons was Kohath. Na kwa hiyo fungu tu tunaona mwana wake mmoja alikuwa anaitwa Kohath. So go down to verse 18. Twende sasa mstari wa 18. Nasema, na wana wa Kohathi ni Amramu na Ishari na Hebroni na Uzieli, na miaka ya maisha ya huyo Kohathi ilikuwa ni miaka 133. Okay, one of the sons of Kohath was Amram. Mmoja wa wana wa Kohath alikuwa anaitwa Amram. And then we go to verse 20. Na sasa 20, huyu Amramu akamwoa Yokabedi ndugu ya baba yake, naye akamzalia Haruni na Musa, na miaka ya maisha yake Amramu ilikuwa ni miaka 137. So from Amram came who? Kwa hivyo kutoka Amramu nani akatokea? Musa. Who is Moses? Kwa hivyo Musa ni nani? It's the fourth generation. Yeye ni kizazi cha 4. Because he says in the fourth generation you shall come out with great substance. Na Mungu alisema katika kizazi cha 4 nitawatoa Misri na mtatoka na mali mingi. So what's this marking? Kwa hivyo wakati wa mwisho unaonyesha nini? The fourth generation. Unaonyesha ile kizazi cha 4. And the fourth generation is the last generation. Na kizazi cha 4 pia ni sawa na kizazi cha mwisho. So when the Sunday law comes, it's marking this last generation. Kwa hivyo wakati wa sheria Jumapili inaonyesha pia wakati wa kizazi cha mwisho. How many generations does the Lord judge down to? Mungu anahukumu kizazi gani na gani? To the fourth, right? Anahukumu kile cha 4. So it's all pointing down to this last generation. Inaonyesha hii kizazi cha mwisho. Okay, let's try and fit this last thought in here. Haya, sasa tujaribu kuweka ili dhana la mwisho hapo. Okay, next quote. Haya, sasa nukuu. Now the Lord cannot punish without a warning, right? Mungu hawezi adhibu bila kuonya. So let's read this next quote. Kwa hivyo tusome hiyo nukuu. Those who have had living faith in the messages of God for the time in which they have lived, and who have acted out their faith in obedience to His commands, have been accepted of God. Right? So you asked that question before, right? I think it was in the other bit, right? And have escaped the judgments that were to fall upon the disobedient and unbelieving. The word came to Noah, "Come thou and all thy house into the ark." Okay, so Brother Fyodor is going to talk about the ark. Kwa hivyo ndugu Fyodor ataongelea kuhusu safina. For thee have I seen righteous before me. Noah obeyed and was saved. The message came to Lot, "Get up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city." He placed himself under the guardianship of the heavenly messengers and was saved. Those who obeyed the warning of Christ in marking the sign of the coming ruin and the fleeing from Jerusalem were not involved in her destruction. The message comes in our own time. Babylon is fallen, is fallen. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Those who obey this message will escape the terrible plagues that will surely be visited upon her. Amen? So when the Sunday law comes, God sends light to His people, and the last warning message goes forward. Kwa hivyo wakati sheria Jumapili utakapokuja, Mungu anatuma mwangaza kwa watu wake na wakati wa mwisho. So let's go. How much we got left? Oh, dear me. I'm not going to go through all this, but let's go to the book of Education. Twende sasa katika kitabu cha somo.
Okay. The history of nations that one after another have occupied their allotted time and place, unconsciously witnessing to the truth of which they themselves knew not the meaning, speaks to us. So what's it saying about the history of all these nations? Kwa hivyo inasema nini kuhusu historia ya hizi mataifa yote? They speak to us, right? Wanaongea kuhusu sisi wakati tunaishi. All the past histories are pointing, teaching us something, right? Historia zote za kale zinaashiria wakati wa mwisho. To every nation and to every individual of today, God has assigned a place in His great plan. So every nation and every person, right? Kwa hivyo kila taifa na kila mtu. Today, men and nations are being measured by the plummet in the hand of Him who makes no mistake. All are by their own choice deciding their destiny. So by our choices, right now, we are deciding our destiny, right? Kwa hivyo na maamuzi yetu hivi sasa si wote tunaamua desturi yetu. Joshua said, choose ye this day whom you will serve, right? Joshua alisema chagueni hivi leo mtamtumikia nani. Christ says, why call ye me Lord, Lord, and not do the things which I say? Yesu anasema mbona uniite Bwana Bwana na ufanyi jambo ambalo ninalosema? So the question we have to ask ourselves, are we living by every word of God? Kwa hivyo jambo ambalo tunafaa kujiuliza ni tunaishi kulingana na kila neno la Mungu? Because Christ says, I will not judge you, but the word. Right? Sababu Yesu anasema si mimi nitahukumu lakini neno ndio litahukumu. This is the book that's going to be used to judge us. Hili ndilo kitabu ambalo litatumika kutuhukumu. This is the book that reflects Christ's character. Right? Hili ndilo kitabu ambalo linaonyesha tabia ya Kristo. And God will withhold no good thing from him that walketh uprightly. Na Mungu hatazuia kitu yoyote kizuri kwa mtu ambaye anamfuata. So when you walk in the light that you've revealed, he will reveal more light to you. Kwa hivyo ukitembea kule mwangaza ambao uko nayo, atakuonyesha mwangaza zaidi. If you don't walk in the light that you know to be right, it's sin, and he won't hear your prayers. Na usipotembea na ule mwangaza ambao amekuonyesha, hiyo ni dhambi na hatasikia maombi yako. Right? Kweli? Many people are out there praying to God faithfully, and he's not listening to their prayers. Kuna watu wengi sana wanaomba Mungu na Mungu asikizi maombi yao. Because there's things in their life that they know they shouldn't be doing, and yet they still do it. Kwa sababu kuna vitu ambazo hawapasi kufanya na bado tu wanazifanya. And if God is not hearing your prayers, who is answering them? Na kama Mungu hasikii maombi yako, ni nani anajibu ya maombi? Satan, right? Shetani. It says on October 22nd, 1844, Satan breathed upon them an unholy influence. Inasema pale ule mwaka wa October 22nd kwamba Shetani aliwapa pumzi ya bandia. There was much light, Aliwapa hata mwangaza, but no love, joy, and peace. lakini hakukuwa na furaha, hakukuwa na amani na hakukuwa na upendo. See, Satan is the greatest Bible student. Shetani ni mwanafunzi shupavu wa Biblia. He needs to know this inside out to deceive every person out there, right? Lazima ajue Biblia nje ndani ili adanganye watu. And he will give you much light, Na hata atakupatia mwangaza, but his light will take you off in a wrong path. lakini mwangaza wa Shetani itakupeleka kwa njia mbaya. And he only has to mingle it with a little bit of leaven, right? Na anaichanganya tu na ule leaven. Anaichanganya tu na ule mkate chatu. So brothers and sisters, be warned, don't dabble with sin. Kwa hivyo pateni onyo, msicheze na dhambi. The Bible says, search my heart and know me and try my thoughts and see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Biblia inasema chunguza roho yangu, angalia matendo yangu na nionyeshe njia ya milele. The Bible says, examine yourself whether you be in the faith. Biblia inasema jichunguze mwenyewe kama uko ndani imani. So what must we be doing? Kwa hivyo tunapaswa kufanya nini? What needs to be gone out of here? Nini inapaswa iondoke mioyoni mwetu?
The daily. Ni ile endelezo. Right? Sawa? Okay. Because the parable of the 10 virgins, the first group of virgins fall away right here, right? Kwa sababu ile mafumbo ya wale mabikira 10 wale wanadhihirishwa kwa mara ya kwanza pale ndio wanaonekana mara ya kwanza. So we're not making preparations prior to the Sunday law. When the Sunday law comes, we will fall immediately. Kwa hivyo kama hatutajitayarisha kabla ya sheria ya Jumapili ikikuja tutaanguka hapo. What did the Lord say about Job right there? Na Mungu alisema nini kuhusu Job hapo? He was righteous and he eschewed evil, right? Alikuwa ni mtakatifu na alichukia dhambi. When his second test came, what did he say about it? Na wakati ile jaribio la pili lilikuja alisema nini kuhusu Job? He was righteous and eschewed evil. Bado alikuwa mtakatifu na alichukia dhambi. At every step, brothers and sisters, you need to be living up to the light that you've been given. Na kwa kila hatua, mandugu na madada, unafaa kuishi kulingana na ule mwangaza uko nayo. Because at every step there's a test, and if you've got something in here, you're going and you're not getting up again. Kwa sababu kila hatua ni jaribio, na kama uko na mambo ndani ya roho yako utaanguka na hakuna mahali utaenda. The third angel's message, it says it's the most fearful message ever given to mankind. Ujumbe wa malaika watatu unasemekana kwamba ni ujumbe wa kushtua sana ambao umepatiwa kwa binadamu. If a preacher is not putting the fear of God into your hearts, he's not preaching on God's behalf. Na kama mjumbe aeki ile kuogopa Mungu ndani ya roho yako, basi hata ahubiri Mungu. What he's doing, he's putting you into your coffin and he's nailing the lid shut for you. Ile kitu anafanya ni anakuweka katika sanduku na anakuzika. Amen. We need to be aroused, brothers and sisters. Tunafaa tuamke mandugu na madada. Okay, so today men and nations are being measured by the plummet in the hand of him who makes no mistake. All are by their own choice deciding their destiny. And God is overruling for the accomplishment of his purposes. The history which the great I Am has mapped out in his word, united link after link in the prophetic chain, from eternity in the past to eternity in the future, tells us where we are today in the procession of ages. So what's it doing? It takes you to the past, the present, and the future. Kwa hivyo inafanya nini? Inakupeleka kwa yaliyopita, inakupeleka kwa yaliyomo, na inakuelekeza kwa yatakayokuja. And what may be expected in the time to come. Na nini? It's okay. All that prophecy has foretold is coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, and we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Right? So the future is written in the past. Kwa hivyo yatakayokuja tayari imeandikwa kwa yaliyopita. Now the next bit's very interesting, right? Hii ambayo anaenda kusoma ni muhimu sana. The final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. So the final overthrow of the world and all the earthly dominions is written in the Bible. Kwa hivyo ile kupinduliwa kwa mataifa yote imeandikwa katika Biblia. Okay, it says now she's going to tell us how that is illustrated. Kwa sasa atatueleza jinsi ambavyo hiyo imeonyeshwa. In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel is given the message, "Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him." Right? So, the sentence there was pronounced on the last king of Israel, which was Zedekiah. Kwa hivyo hukumu hapo ilitangazwa kwa yule mfalme wa mwisho wa Juda ambaye alikuwa anaitwa Zedekiah.
So the crown was taken from Zedekiah and it was given to Nebuchadnezzar. Kwa hivyo taji lilitolewa kwa Zedekia na likapatiwa Nebukadneza mfalme wa And the Babeli. Lord said, I will overturn, Na Mungu akasema atapindua, I will overturn, atapindua, I will overturn, atapindua until he comes whose right it is. hadi wakati yule anayestahili atakapokuja. When did Christ come? Yesu alikuja lini? Which kingdom? Wakati wa ufalme gani? Rome, Wakati wa ufalme wa Rumi, the fourth kingdom. ufalme wa 4. And right here, over the last few days, what have we been shown right here in this Weimar? Na siku ambazo zimepita tumekuwa tukionyeshwa nini kuhusu hatua hilo? Who gets born again right there? Nani anazaliwa tena hapo? You've forgotten already? It's all the prophets, right? Wanabii wote. God's people have this second birth and they're now like Christ. Watu wa Mungu wanapata ile kuzaliwa mara ya pili na wanakuwa kama Kristo. Christ comes in the latter rain. Yesu anakuja kama mvua ya masika. And it's the fourth. I will overturn, overturn, overturn until he comes. Na ni ya 4 ambayo atapindua, atapindua, atapindua hadi wakati atapokuja. Right? Kweli? And he puts the crown on his head. Na anamweka taji. When Christ sat on the mule, on the ass, what was he proclaiming himself as? Wakati Yesu alikalia ile punda, ni nini alikuwa anatangaza kujihusu? The king. Kwamba yeye ni mfalme. The crown was coming back to him. Ufalme ama taji lilikuwa linamkujia. Right? Sawa? Praise God. Mungu atukuzwe.